Karibu sana MPJ Integrated Academic System. Huu ni mfumo maalum kwa ajili ya kuchakata matokeo ya form 1 mpaka form 6 level hadi advance. Huu ni mfumo mmoja unaobeba masomo hayo yote, yaani unachakata kwa wakati sana, unatumia sekunde moja tu. Basi kama ulikuwa unatafuta mfumo wenye uwezo wa kufanya kazi offline, lakini at the same time una uwezo wa kufanya kazi online, huu mfumo umeupata. Ni mfumo wa sekondari, O level hadi advance, unafanya kazi offline na unafanya kazi online. Ndio maana nikakwambia this is MPJ Integrated Academic System, mfumo ambao unafanya kazi na kukupa matokeo yenye ladha ile ya NECTA, lakini report card automatic, CA tracker and charts kibao, backup and restore, na unaweza kubadilisha language pia. Lakini mfumo huu ambao sasa utapokea mitihani hadi 78 kwa kuupload tu matokeo au kwa kuingiza kwa somo moja ama kwa kufanya bulk upload, yote inakubali. Lakini ni mfumo ambao una promote wanafunzi mwisho wa mwaka, una select kidato na promote wanaobaki waliofeli. For example form 2 wanabakishwa pale, na ni mfumo ambao una control wewe mwenyewe. Lakini pia mfumo huu bwana, una uwezo wa kutengeneza kalenda, una uwezo wa kutengeneza zamu za walimu, una uwezo wa kutengeneza CAL, unatengeneza ISAL, lakini pia unatengeneza sitting plan kwa ajili ya mitihani mbalimbali, na ni mfumo ambao unafanya tathmini ya kina sana kwa vidato vyote, yani kwa level mbili hizo za sekondari ya chini na sekondari ya juu, yani advance pamoja na O level. Ni mfumo ambao bwana, in a single click una uwezo wa kupata ripoti zote kabisa za kidato kizima, lakini pia unaruhusu uweze kuchukua backup kwa ajili ya kutunza data. Sasa kwa emergency computer inaweza ikacollapse, backup yako ipo, ukija ukifanya installation tena kwenye computer basi unarejesha. Lakini pia backup inatunzwa mtandaoni pia moja kwa moja, kwa hiyo ni salama mara mbili. Mfumo huu bwana, unatengeneza CA ya mwanafunzi na CA ya somo automatic kabisa, utaona mitihani yake yote kafanyaje, na kubwa zaidi mzazi ana uwezo wa kuona matokeo kule aliko, akaona ripoti ya mwanae ile ambayo angeipata kama hard copy, ataiona kama soft copy. Atakuwa na uwezo wa kudownload kwenye simu yake, akaona progress ya kila mtihani mmoja mmoja nje na ripoti. Atakuwa na uwezo wa kuona kila mtihani mtoto anaofanya. Na si hivyo tu, mfumo una uwezo wa kutuma message kwa WhatsApp, lakini pia ukatuma message za kawaida. Kwa hiyo unatuma message kwenda kwa mzazi ama kwa namna nyingine ya namna hiyo. Mfumo ni salama, ni multi user, kwa hata kama wako user 20,000, 50,000, mfumo unabeba hao wote na unaruhusu waweze kutumia mfumo at a time. Lakini tu si hivyo, mfumo huu bwana, una uwezo wa kukuruhusu wewe uweze kuingia kwa uso wako, kama vile simu yako ukitazama tu hivi password inakupo ni uso wako. Kwa mfumo huu una sehemu hii imeandikwa biometric, sehemu ya uso. Ukisajili uso kwenye mfumo huu basi utakuwa huna haja ya kuingiza password. Ukifika hapo na bofya biometric, ukitizama tu hivi mfumo unafunguka wenyewe na kuingia. Sura nyingine haitatambulika na mfumo huu. Lakini pia kama hujasajili hivyo, una uwezo wa kuingiza password zako tu hapa za kawaida, password za kawaida, ukaingiza password zako, na hii ni za mfano hizi, na boom, tukaingia kwenye system yetu. Unaona hapa inaniambia imesawazishwa kwa sababu niko connected mtandaoni. Nikidisconnect wifi hapa nitaambiwaje? Nje ya mtandao. Unaona, kwa hiyo niko nje ya mtandao, lakini nikiconnect wifi yangu hapa, yes, nikiconnect hivi basi itanambia moja kwa moja imesawazishwa kama hakuna badiliko lolote. Mfumo huu unatumika na simu, unafanya data entry kwa simu vizuri kabisa, na unatumia kompyuta kama hivi interface yangu. Sasa nikisema nifungue interface ya simu hapa unaona inafanya hivi, inasema inasawazisha data, maana ndo nimefungua na inakwambia imesawazisha. Sasa angalia maajabu, hii ni simu na nina uwezo wa kubadilisha vile vile ikawa nyeupe ama nyeusi. Nimeweka hivi ili uweze kuona tofauti, na kwa simu itakuwa tofauti kidogo na kwa kompyuta, kwa maana menu yake ili uweze kuipata, hizi menu hapa ni scrollable, unaweza ukascroll hizi kwenda kulia na kushoto na zikaonekana zote, lakini simple zaidi kwa simu unabofya hapo na menu zako zote za mfumo huu zitafunguka kama hivi zote. Ukienda kila kipengele kinafanya kazi
automatic kabisa kwenye simu au tablet yako. Sasa sina data yoyote, ndio maana data zangu zote hapa ni 000, sina chochote. Nataka nikuoneshe namna ilivyo powerful hii system. Navuta backup, naivutia wapi? Nataka nichukue backup kwenye kompyuta hapa, alafu tuone. Nitaingia sehemu ya mfumo, sehemu ya setting, nitaingia sehemu ya backup na nitachagua backup file langu hii hapa. Nikibofya hivyo yes, itanambia inasawazisha, na nikija kiangalia interface ya simu yangu ndani ya sekunde zetu kama ngapi, ikimaliza hapa kusawazisha, basi itatokea huku automatic kabisa. Itatokea hapa inakwambia imesawazishwa, huku inaanza kudetect mabadiliko kidogo kidogo, na mwisho wa siku itaonesha hapa mabadiliko yote yaliyofanyika. Kama unavyoweza kuona, inajaribu kufanyaje, kuleta mabadiliko, inasawazisha. Kwa hiyo mwisho wa siku data zangu zote nitaziona zimetokea wapi? Hapa kwenye browser yangu. Sometimes network inaweza ika slow down mabadiliko hayo kuonekana moja kwa moja. Unaweza ukarefresh mfumo hapa ili uweze kuona data zako zimetokea. Naam, yes, nadhani chap tu imeshatokea hapa. Nimeona hapo chap kwa haraka. Kwa hiyo ninarudia. Nikitaka nifute huku, utaona kariri hapa kuna vitu. Nafuta hapa kwenye browser hii ambapo sasa ni sehemu ya simu. Ninakuja kwenye setting, alafu nakuja nachagua backup. Yes, nakuja kwenye reset hapa. Nataka nifute mimi vyote. Nafuta vyote, naweka ndio, nabofya hapo, nafuta. Nikifuta huku itasynchronize automatic, pia itafuta. Unaona inajaribu kusawazisha. Kwa hiyo automatic tu hapa utaona imefanyaje, imefuta kila kitu. Kwa hapa mimi nirudi kwenye dashboard yangu hapa. Iko 00, haina chochote. Hata nikirefresh hapa haina chochote. Kinachobaki, kwa sababu ni data nyingi sana, ni data nyingi, zinachukua sekunde chache mpaka kuja kusawazisha system nzima iweze kufanyaje, kudisplay kile ambacho kimefanyika. Muda mwingine nimesema unaweza ukaifoster ukarefresh kwenye browser yako hapa ili uweze kukupa mabadiliko ya haraka. Unaweza ukaona tayari nimerefresh na imeshaonesha mabadiliko yote. Kwa hiyo ninavuta sasa backup yangu ili tuendelee na demonstration ya mfumo wetu. Nimesha kuonesha inafanya kazi kwenye device zote. Inafanya kazi vizuri sana mfumo wetu huu. Na nikija hapa kwenye device yangu itaanza kuonesha hapa kama ina detect kitu kinaendelea. Ukiona njano manake inajaribu kudetect mabadiliko ambayo yapo. Na wakati mwingine nimesema kwa njia rahisi kabisa unaweza ukarefresh hivi na ukaona mabadiliko yote yamefanyaje, yametokea automatic kabisa hapo. Kwa hiyo namna hiyo ndio interface ya simu inavyoweza ikafanya kazi. Hata kama kuna simu 200, kompyuta 100 basi kila kinachofanyika kwenye mfumo wako, basi ukinavigate to page, ukisubiri dakika sekunde 5 mpaka 10 kulingana na mtandao wako, basi utaona mabadiliko automatic yanafanya, kwa sababu kila baada ya sekunde 2 inajaribu kusawazisha taarifa. Naam, kwa hiyo sasa mimi niendelee na demonstration, tuachane na hii. Hapa kinachofanyika kwenye mfumo wetu sasa, unaweza ukabadilisha ikawa nyeusi na unaweza ukabadilisha ikaonekana interface yako nyeupe. Hapa uta log out, hapa utabadilisha lugha hapa, yes, ama ukaweka Kiswahili. Nikiweka hivi Kiingereza pia sio mbaya. Yes, tutumie Kiingereza ama Kiswahili namna hii. Kwa hiyo ukibofya kwenye menu kuu ni dashboard peke yake. Chini ya dashboard hapa tuko kwanza, kabla kwenda chini ya dashboard, hizi metric bars hizi zenye rangi tofauti tofauti hizi ni link pia. Kwa hiyo unaweza ukagusa hapa sehemu ya usajili wa wanafunzi ikakupeleka moja kwa moja sehemu ya usajili wanafunzi. Kwa hiyo hizi pia ni link. Lakini pia ukitaka kuona haraka haraka idadi ya wanafunzi waliosajiliwa kwa kila kidato, utabadilisha na kubofya tu kidato husika. Unaona hapa chini zinabadilika kulingana na usajili wako. Lakini pia unaweza ukawaona hao wanafunzi haraka haraka hapo na ukaweza kufanyaje,
kuchukua taarifa unazozitaka. Lakini pia huku chini una uwezo wa kuangalia mtihani progress ya ujazaji wa maksi. Walimu wanapojaza maksi utaona nani amejaza mpaka wapi, somo gani bado, somo gani limejazwa recently, somo gani halijajazwa, somo gani bado limebakiza watoto wangapi hawajapata maksi. Kwa hiyo utaweza kuona hii ni live. Kwa sababu kadri anavyojaza na anavyosave kule, basi wewe kwako huku unaona kile kinachotokea as time goes on. Kwa hiyo hapa chini pia unaweza ukaona wastani wa kila somo na kadhalika, kila kidato wastani wake utaona hapa. In case of this demonstration imefanya kwa form 4 peke yake. Kwa hiyo utakuwa na mitihani mingi pia ya kuweza kubadilisha hapa ya kuona hizo progress kwa kidato chochote kile ambacho unakitaka. Baada ya hapo kuna sehemu ya taaluma academic. Hapa kuna sehemu muhimu sana. Kabla ya kuingiza taarifa za wanafunzi, yani matokeo, basi kuna sehemu ya wanafunzi na nidhamu. Hapa ni sehemu ambapo utasajili wanafunzi. Utaweza kusajili mwanafunzi kwa kuongeza mmoja mmoja, ama utaweza kuvuta. Kwanza upakue correction template yenye detail unazotakiwa ujaze ili zivutwe kwenye mfumo, na kisha kulipakia faili hilo husika kama Excel, litajaza hapa automatic. Vile vile huu usajili uliofanyika huu unaweza ukaexport kama Excel file hapa, simple kabisa, na wakaingia hapa. Lakini pia unaweza ukafanya filtration, wanafunzi wako waonekane wote, ama waonekane wa kike peke yake, ama wa kiume, ama uoneshe wote kwa pamoja namna hiyo. Lakini pia unaweza ukachagua kidato nionyeshe form 1 ama form ngapi, na mwisho wa siku kuna kitu kinaitwa pagination. Mfumo wetu unakuruhusu uweze kuchagua kwa page uone wanafunzi wangapi, ili kufoster speed ya mfumo uwe mwepesi zaidi. Kila tunachokifanya ukumbuke kinarekodiwa. Sasa unaweza ukahariri mwanafunzi hapa kwa kubofya hii kalamu, taarifa zake zikaja, ukahariri na ukasave. Lakini pia unaweza ukamfuta huyo mwanafunzi. Itaweza kaufute, ndio unafuta. Utaona hata kwenye notification hapa inatokea kwamba kuna mwanafunzi amefutwa. Ukibofya hiyo notification unaona namba hiyo hiyo amefutwa saa hiyo hapo. Kwa hiyo hizi notification huwezi kuziondoa, zinabaki kwenye mfumo wetu. Naam, so kitu kama hicho hapo. Na baada ya hapo umeshasajili wanafunzi wako wote, sasa unakuja sehemu ya taaluma. Hapa unakwenda kujaza alama, yani marks zao. Unachagua kidato hapa, utachagua na aina ya mtihani ambao unadili nao muda huo, kisha utajaza alama zao. Kwa mfano hawa ni wa form 1, mimi nikijaza nagonga enter tu, inakwenda na hizi alama zote. Nikishamaliza kuzijaza nitakuwa na uwezo wa kuzihifadhi, na tayari notification bar yangu itakuwa inasoma kwamba kuna changes hapa imefanyika. Alama 4 zimejazwa kwa form 1, unaweza ukaona. Lakini kujaza hivi inaweza ikawa ni tiresome, kwa hiyo unaweza ukaamua ujaze kwa somo. Maanake somo fulani tu unalichagua linatokea lenyewe. Mwalimu akija anachagua hilo somo, basi anachagua mtihani, anachagua kidato gani anadili nacho, anachagua na somo na testi ngapi au mtihani gani, basi ataanza kujaza hapo na atatiririka vizuri sana, atatiririka vizuri tu bila shaka yoyote, atajaza namna hiyo. Akimaliza huyu mtu the same anakuja anafanyaje, ana save, atahifadhi hapa, na taarifa hizo zinakuwa zimehifadhiwa automatic. Ukija hapa unaona tayari na notification yetu inatuambia. Kwa hiyo ni rahisi sana kutumia mfumo huu, very simple kutumia mfumo wetu. Na baada ya hapo sasa ana uwezo wa kuja kuvuta bulk, maana kwamba ametoa correction template. Sasa amesha export correction template. Ikishakuwa exported inakwenda kwenye storage yako, kwenye download folder. Utachukua, utakuta kuna details za wanafunzi kulingana na ulivyo export, alafu utajaza alama huko kwenye Excel, alafu na una uwezo wa kuexport upload mara moja hiyo correction template kwa bulk method, hapo sasa tunasema marks zote zitaingia kwa pamoja na wanafunzi wote watarekodiwa pale mabadiliko yao yote.
Unaweza ukatumia hiyo njia uka export collection template, ambapo simply tu itakuja hapa collection template. Kama ni form 1 umechagua hapo, utawaona wale wa form 1 wote hawa hapa, na kama kuna ambaye tumeshaanza kujaza marks ni hizi hapa ambazo tulianza kuzijaza, unaziona. Kwa utawajazia marks zao. Hapo simple sana tu, hakuna mambo mengi, ni straightforward kwa ajili ya kazi. Cha kufanya usiedit hii row ya kwanza, wewe jaza tu kile ambacho kinakuhusu kwa mwisho, halafu una uwezo wa kuvuta. Kwa mfano nikisema hawa wote ni wape huyu nimpe 900, nione je mfumo utapokea. Huyu nimpe 29 waje wengi wengi hapa, halafu ni save, na hizi alama za juu automatic hazitarudiwa kwa sababu ni zile zile zimo kwenye mfumo. Kwa hiyo baada ya hapo ninavuta sasa hili faili langu nimeliweka kwenye download hapa, collection template form 1, naona na hifadhi, naambiwa alama 23 zimehifadhiwa ila moja imekataliwa. Kwa nini moja imekataliwa? Kwa sababu ilizidi. Imefanyaje? Imezidi hiyo alama kwenye 100. Kwa nini ikizidi kwenye 100 inakataa? Hata ukija hapa ukizidisha alama pia huwezi kufanyaje? Haitokubali kusave. Ukija hapa kwenye kuhifadhi itakuoneshea hapa alama nyekundu kwamba bwana, hiyo kitu haiko sawa. Lakini pia ukija hata kwa mwanafunzi mmoja mmoja ukizidisha alama, yule ambaye tumemzidishia alama unaona hapa haipo, na ukisema unazidisha alama hapa pia moja kwa moja itakuoneshea nyekundu, haitaweza kukubali kupokea alama. Kwa hiyo ni salama na unatumia bila makosa yoyote yale. Inatumika bila makosa yoyote. Kwa mfano ukisema uweke labda hivi inakuwaje? Haiwezi kuingiza. Labda useme uweke ala, yani ukikosea symbol yoyote haiingizi, inakataa moja kwa moja. Kwa hiyo ni salama sana kwa matumizi bila makosa yoyote, unatoa data ambazo ziko very clean. Haya, baada ya hapo sehemu ushajaza sasa matokeo ya wanafunzi wako. Ukirudi kwa dashboard yako utaona mabadiliko huku chini. Nilisema form 1 hawakuwa na chochote. Sasa nimejaza alama ngapi zile, naweza kuona wastani wa form 1 sasa unaanza kuonekana ukilinganisha na form 4 hapa. Naam, kwa hiyo naam, tuendelee hapa, tuendelee sehemu ya taaluma. Na baada ya hapo sasa inapendeza kama utaandaa ISAL, CAL pamoja na sitting plan kwa upande wa darasa lako linalofanya mtihani kwa mdogo. Kwa mfano mimi nataka deal na form 1 peke yao, labda mkondo A peke yao, utaandaa score sheet hapa. Score sheet ndio hiyo ISAL hapa, utaitoa ikiwa safi kabisa. Utachagua ni somo gani, somo ambalo limekwisha kufanyaje kuchaguliwa hapa. Nikibadilisha ikiwa business, utaona hapa ukigusa hapo business itaingia hapo moja kwa moja. Na nikisema ni print mkeka wetu ni bomba kabisa. ISAL yetu inakuwa pale. ISAL jamani ni individual attendance list iko pale. Kwa hiyo unaweza ukaamua kufanya setting, alafu kulingana na kompyuta yako, kulingana na PDF reader zako ambazo uko nazo, unaweza ukafanya setting kubwa tu hapa, ukafanya setting vyovyote vile unavyotaka wewe na ikakaa vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo score sheet yako inakuwa iko tayari hapo, iko safi kabisa, bomba kabisa namna hiyo. Kwa hiyo unaweza ukafanya chochote unachokitaka. Unaweza ukakuza hizi peji, ukakuza maneno yakae labda 120 hapa, na bado still yenyewe inaandaa preview yako nzuri, inajaa vizuri, haiwi ndogo kiasi kwamba eti utashindwa kuona. Naona imejaza vizuri, maneno hapa ni makubwa. Kwa hiyo una print zako pale, inakuwa imekaa vizuri zaidi, Na baada ya hapo sasa, sehemu hiyo ya ISAL CAL, sasa tuone CAL mahudhurio, fomu ya mahudhurio hii. Ukigonga hapo unaweza ukaona masomo yangu yote niliyoyasajili yanatokea hapo na wanafunzi wangu. Kwa hiyo hii fomu ni ndefu, na huku chini kutakuwa na sehemu ya kusaini mkuu wa shule pamoja na msimamizi wa mkondo atasaini hapo vizuri kabisa. Kwa hiyo inaandaa moja kwa moja, mfumo wetu unaandaa moja kwa moja. Kikubwa zaidi hapa ni sitting plan. Nataka niwe na column ngapi, yani niwe na mistari mingapi ya meza. Labda nataka mistari yangu iwe 8. Tu reduce hapa iwe 8. Alafu row zangu ziwe ngapi, tuwe tuna meza ngapi kwenye kila mstari, labda meza
labda let's say 6, alafu tutengeneze hapa 6 kwa 7 ni nzuri, tuweke hapa 7 tutengeneze. Kwa hiyo tukishatengeneza anakwambiaje, nafasi haitoshi. Nini nafasi haitoshi? Sababu ni nini? Tutaona hapa. Hapa tuna wanafunzi wetu wangapi kwenye mkondo mmoja? Tuna wanafunzi wangapi? Ndio shida hiyo, kwamba katika hao wanafunzi wanaweza wakawa ni wachache zaidi. Kwa unaweza ukafanyaje? Ukashusha. Wewe si unafahamu form 1 wako wangapi na nini hivyo. Kwa tushushe hapa, tushushe idadi. Tushushe idadi hapa iwe 5, maybe hapa iwe 6 tuone. Na sababu kubwa ya ukiambiwa nafasi haitoshi, inaweza ikawa umetengeneza darasa la A lina wanafunzi wengi zaidi, yani wote umewapa A, halafu wewe una select chache. Kwa hiyo wanafunzi wanakuwa ni wengi zaidi. Kwa mfano mimi nimeruhusu hapa column ziwe 10, halafu row ziwe ngapi? 6, which ningeweka hapa 10 labda kwa weke hapa 9. 9 kwa ngapi? Kwa 5. 9 kwa 5. 9 kwa 5 alafu nitengeneze. Bado naambia nafasi haitoshi. Nikiongeza hapa 7 kwa ngapi? Nafasi nakupa imetosha, unaona? Kwa nikija hapa nina uwezo wa kuona hapa sitting plan yangu imefanyaje? Imekaa vizuri namna hii. Kwa hiyo wanafunzi wangu hapa wako 40 na kitu, 48. Sasa kwenye 48 naweza pia nikaendelea kutengeneza. Labda hapa iwe ni 8 kwa 7, 8 kwa 7 ni ngapi? Nakuwa kama 40 na kitu hiyo. Ukitengeneza basi inakupa nafasi design hii. Bado unaweza nikashusha nikaweka hapa iwe 7 kwa 7. 7 mara 7 49. Nikitengeneza 8 kwa 7 50 na kitu, 7 kwa 7 49. Bado inanipa nafasi design kama hii. Kwa hiyo automatic hii ndio itakuwa sitting plan yangu nzuri ambayo imejaa vizuri kabisa. Sasa usione imekaa namna hii, ukienda kwenye sehemu ya kuprint, page ya kuprint, basi itatokea vizuri zaidi. Na kumbuka tumeikuza muda ule print out bado ina retain kwenye 120. Wewe irudishe kwenye 110 hapa. I mean 100 kamili. Alafu ndo uanze kuset hiyo print out yako ikaeje. Na moja kwa moja utaweza pia kuitengeneza unavyotaka. Unaweza ukapunguza ukubwa labda 98 au 96 na still bado ikaonekana isome, punguza tena. Ukipunguza design hiyo basi itakuwa imefanyaje? Imekaa vizuri. Kwa hiyo una print sitting plan yako ikiwa na muonekano mzuri kabisa namna hiyo. Kwa hiyo sasa baada ya kuona sitting plan pamoja na ISAL na CAL, hicho ni kipengele cha muhimu sana. Tunaweza tukaendelea na kipengele kingine cha mkeka wa matokeo. Hapa simple tu. Ukija bwana, mkeka wa matokeo utaonekana hapa. Hawa ni wale ambao tumewajazia marks chache, wengine hawana. Hapa sasa tujaribu kuchagua kidato cha 4 ambacho naamini kina matokeo. Unaona? Kwa hiyo itakuja hapa analysis yote kabisa. Itakuja hapa vizuri kabisa hapa. Kila kitu safi kabisa na utaona performance yao huku chini. Graph yako, table yako inakuonesha kila kitu, ranking yake, masomo na rank ipi, kama halijafanyika utaona. Lakini pia huku chini utaweza kuona aggregate ya wanafunzi 10 bora na wanafunzi dhaifu darasani utawaona hapo. Kwa inafanyika hivyo kwa kila darasa. Kwa kila darasa inakwambia nani ana incomplete na kila kitu. Ni nzuri na inasaidia. Kwa advance itakuonesha hapa habari ya mikondo yao. Kwa hiyo kwa design hiyo unaweza ukapata test yoyote ile, lakini pia unaweza ukachagua mikondo, labda mkondo A peke yao ni wachache, unawaona hapo kwenye mkondo A peke yao. Kwa hiyo huu ndo mkeka wa matokeo ambao unaweza ukaprint, unaweza pia
ukatoa kama Excel, ukienda kwenye print out unakuwa umekaa bomba design kama hii hapa. Kwa mkeka wetu ni safi kabisa namna hii, una print ukiwa una muonekano wa kisasa kabisa. Na baada ya hapo sasa unaweza kwenda kwenye report card. Na kumbuka tuna matokeo kwa form 4 peke yake kama ya demo. Kwa hiyo tunachagua report card yetu iwe ni ya Kiswahili ama ya Kiingereza. Mimi nataka ya Kiingereza. Alafu nataka mitihani gani? Mitihani hiyo hapo obvious ni ya term 1. Nataka labda hivyo. Kwa hiyo nitakuwa na uwezo wa kuangalia ripoti moja moja. Kwa mfano nikisema nichukue ripoti ya huyu, automatic kabisa atatokea hapa na ripoti yote inakuwa ni ya Kiingereza. Sasa nataka ripoti yangu iwe ya Kiswahili kwa Waswahili. Kwa hiyo itatokea ripoti yangu hapa kwa lugha ya nyumbani, kwa lugha ya Kiswahili. Vizuri kabisa hapo. Na sasa tuangalie mwanafunzi ambaye amefanya mtihani. Kwa mfano tuchukue huyu mwanafunzi hapa, unaona akiwa na mitihani yake tunatengeneza. Lazima uguse hapa tengeneza ili uweze kufanyaje, kuiona ripoti yake na performance yake iweze kutokea hapa. Maagizo haya shule itafungwa lini? Tunatengeneza kwenye setting ya mfumo, sehemu ya mfumo. Kwenye setting hapa utakuja uweke headers zako zote hapa. Utakuja uandike maagizo yote hapa. Kichwa cha juu ukitaka kuongeza unaweka, lakini pia unaweza ukasajili logo hapa ili itokee. Kwa mfano mimi niseme nichukue logo ya kwangu hapa, moja kwa moja ni select hapa sehemu ya logo, alafu niseme logo yangu mimi ni hii hapa. Uzuri itaondoa background yote na utafanya hivyo. Utaandika maagizo hapa, labda aje na chakula, mfano aje na chakula, alafu utahifadhi labda shule itafunguliwa lini, utaweka hapa labda hivyo, niweke tu kama demo tu hivyo, halafu ni hifadhi. Nikisha hifadhi, nikienda sehemu ya taaluma, sehemu ya report card, alafu nikichukua mwanafunzi mmoja kwa form 4, let's say form 4, nichukue mwanafunzi mmoja alafu nitengeneze ripoti yangu. Naweza nikaona tayari logo yangu hata hapa imetokea pia, lakini pia maagizo yale yanakuja huku. Maagizo namba 1, shule imefungwa lini. Kwa hiyo zinajileta automatic pale pale kwenye setting. Kuna sehemu ya kuweka jina la mkuu wa shule, mwalimu wa taaluma, mwalimu wa darasa hilo la huyu mwanafunzi. Utasajili madarasa kulingana na unavyosajili kwenye mfumo wakati unasajili taarifa za wanafunzi. Kwa kwenye setting automatic utapata hiyo mikondo ya kila darasa. Kwa tayari ukiweka majina na signature, ambazo signature zenyewe ni digital. Ukija hapa kwenye sehemu hii ya setting tunapata sehemu muhimu kabisa. Yes, tuje hapa juu kidogo, sehemu ya sign hapa. Kwa hiyo utaandika jina la mkuu wa shule, labda MPJ Mifumo. MPJ Mifumo, yes, iwe ndio kwa shule. Labda signature yangu na ashumu, jamani, signature yangu Tanzania flag kama itakubalika. Haya, ndio iwe hivyo. Naam. Kwa hiyo nikienda walimu wa mikondo, labda mkondo B hapa nani, utaandika hapa, utaweka vizuri, utaongeza mikondo pia ukitaka. Kwa hiyo ninahifadhi. Nikirudi sehemu ya taaluma, sehemu ya ripoti, basi wanafunzi wangu hawa nilichukua wa kwanza huyo, let's say form 4, tumesema form 4, and then nichukue mwanafunzi huyo nitengeneze automatic. Mkuu wa shule atatokea hapa na signature yake itatokea hapa. Kwa hiyo ni rahisi sana kupandisha signature kwa namna hiyo kwa kila mwalimu na nini. Watasaini kwenye karatasi nyeupe, utascan ile karatasi, then utaipandisha kwenye mfumo, inatunzwa online na inatunzwa hivyo. Kwa hiyo ni rahisi sana, hautakuwa na haja ya kusign tena. Inachukuliwa kama sign mbichi, inakaa kama kuna design kama hiyo hapo, unaweza ukafanya hivyo. Sehemu ya muhuri utagonga hapa, kuna nafasi kubwa. Kwa hiyo ripoti zetu ni hivyo. Lakini ukitaka kuprint ripoti za wote, kuna hii sehemu imeandikwa wote bulk hapa. Utafanyaje sasa hapa?
utagonga hapa print. Ukibofya hapo print, ripoti za watoto wote zitakuja. Cha kufanya tu ufanye setting vizuri, ufanye setup yako vizuri kabisa, ufanye setup yako vizuri kabisa, ili iweze kufanyaje, kujaa vizuri ripoti yako, ili iweze kujaa vizuri ripoti yako na uweze kuprint hapo. Utaseti kulingana na browser yako, kulingana na kompyuta yako unaotumia, ili iwe rahisi kwa matumizi. Mimi nimeweka hii kwa ripoti zangu, natarajia anyway, sijatengeneza actually. Nitakuwa nitengeneze kwanza hapa, ndipo nikija sehemu ya printout nitakuta zimejipanga zenyewe. Itakuwa zimejipanga ya kwanza mpaka ya mwisho. Ukiona inachelewa hivi maana yake inazipangilia, na hapa naambiwa kuna sheet 76. Unaweza kuona hizo hapo zinatokea zenyewe automatic kabisa, zimekaa hapo vyema kabisa. Kwa sasa baada ya hapo so baada ya hapo tutaangalia vyeti. Sehemu ya vyeti hii ni vyeti ambavyo unaweza ukatumia tu kwenye pongezi na kadhalika. Nimeweka ili kumotivate watoto. Kwa hiyo unaweza kuwa na cheti chako kimetulia hapo vizuri kabisa. Signature ile inakuja moja kwa moja huku, jina la mkuu wa shule linajichota automatic. Kwa hiyo hiki cheti una uwezo wa kukiedit vizuri kabisa na ukaprint. Unakuja hapa una edit taarifa zile ambazo wewe unazitaka zikae kwenye hicho cheti. Unaona? Kwenye hicho cheti una edit taarifa zake zote, halafu unahifadhi. Una uwezo wa kuprint kwa huyo mmoja na kadhalika. Kwa hiyo ni sehemu ya motivation tu. So baada ya vyeti hivyo vya taaluma, lakini pia kuna KPI za wanafunzi. Unaweza ukaangalia hapa kama wamefanya zaidi ya mtihani mmoja, basi unaweza ukaangalia progress yao kwa kuangalia testi mpaka testi nyingine. Yaani hapa utachagua kulingana na testi zilizofanyika. Ukiangalia hapa unaweza kuona testi ni ile moja, kwa siwezi kuselect test nyingine kwa sababu hawana mtihani mwingine ambao wamefanya. Ningeselect hapa nikaona wanaoshuka, ningeona hapa wanaopanda na ambao hawabadiliki wangapi. Unaweza kuona huyu anapanda matokeo yake, huyu anashuka na kadhalika. Sehemu hiyo ni ya taaluma, lakini pia kuna sehemu ya CA tracker. Hapa ni kwa ajili ya kuangalia CA namna wanavyofanya kila mitihani itakayokuwepo, lakini pia kuna CA kwa darasa. Utachagua hapa somo, utachagua pia na darasa fulani, pia utaweza kuona hapa masomo yote ambayo wameshiriki kwenye mtihani huo husika. Kwa hiyo ni sehemu ya kitaaluma, lakini sehemu ya wanafunzi tumeona sehemu ya kusajili wanafunzi, tumeona sehemu ya mahudhurio. Unaweza ukachukua mahudhurio hapa moja kwa moja na ukahifadhi kwamba darasa hilo mahudhurio wapo wanafunzi 47 labda wote wapo. Kama kuna mwanafunzi hayupo, basi utaselect hapo, utachagua tarehe, ni kipindi gani mwalimu kwa akiwa na kivinjari simu yake anaweza kana anachukua mahudhurio akiwa darasani. Nani hayupo, ana select hapa fulani, huyu labda hayupo, labda huyu fulani anaumwa, anakuja anafanyaje, ana update hapa kwenye sehemu hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona ripoti yote kabisa namna hiyo kwa namna hiyo vizuri kabisa. Kwa baada ya hapo sasa, sehemu ya mahudhurio pia kuna sehemu ya nidhamu. Wanafunzi ambao wamekuwa ni mkaidi sana, unaweza ukafanyaje, ukachagua hapa na ukampa. Kwa mfano huyu amekuwa ni mkaidi au mchelewaji, taarifa zake zitaonekana tu automatic. Tukimsajili huyu mchelewaji ataingia hapa chini, ana onyo la kwanza mchelewaji. Na ukiendelea kumsajili atapata onyo la pili na kadhalika. Na hapa notification zinakwambia kwenye sehemu ya nidhamu, huyu kuna kukosa nidhamu darasani, ni mchelewaji huyu na kadhalika. Mahudhurio 47 yamechukuliwa, mahudhurio yamechukuliwa tena, maana yake tuli update mara mbili. Kwa hiyo tayari taarifa zote zinakuwa zinarekodiwa. Lakini sehemu ya kupromote wanafunzi una select wote au una unselect au una uncheck, tuseme wale ambao hutaki kupromote, and then baada ya hapo wanafunzi wako kama hawa wote wanapromotiwa kwenda wapi? Labda kwenda form 2, basi unaweza kupromote vile vidato vya juu ili viache nafasi huku nyuma.
unapandisha wanafunzi ndio kupromote kwenyewe. Lakini kuna wale ambao sasa kuna auto promote ambayo imebase kwa division. Sasa hii huwa hatufanyi siku hizi, na kuna promote nje ya wakati mwanafunzi apande kwenda juu. Lakini wanafunzi ambao wanamaliza, wanachagua darasa labda ni form 4 wanamaliza, basi hawa ukiwafanyia graduate, yani watafutika kwenye mfumo moja kwa moja. Form 6 na form 4 hasa wanafanyiwa hivyo ili mfumo uwe na nafasi ya form 3 waweze kupanda kwenda form 4, form 5 waweze kupanda kwenda form 6. Na sasa mitaala na grading hapa ni sehemu ya kusajili masomo. Unasajili somo, kodi ya somo, jina lake, lakini pia kama somo hilo linaingia kwenye grading ama haliingii. Kwa mfano form 5 kuna historia Tanzania na maadili, kuna business studies, lakini pia tuna somo kama academic communication. Hayaingii kwenye ushindani wa division au aggregate au tunasema points ili kutafuta division. Kwa hiyo utaweka hapana masomo hayo. Masomo yote ambayo yanaingia kwenye division kwa form 5 utaweka grading, yani hayo yote ni grading system. Na ni vyema somo moja ukalisajili ki form 5 na ukalisajili ki O level, whatever utakapotaka, unaweka alama yoyote, somo hilo litajulikana kwa namna hiyo hapo, kwa namna hiyo. Na baada ya hapo sehemu hii ya mitaala kuna sehemu ya grade, the configuration of what grades. Hapo unakuja kufanya configuration ipi unabadilisha. Kama grading system yako unataka ubadilishe, unachagua tu O level au A level, unabadilisha then unahifadhi ama unaongeza grade kama ikiwa hivyo. Lakini kuna sehemu ya combination. Hii ni muhimu sana kwa ajili ya form 5 ili usiweze kuchanganya kuingiza alama kwa watoto ambao hawasomi masomo hayo. Kwa mfano nataka mimi iwe labda let's say HKL atasoma historia Tanzania na maadili, tuchukulie anasoma labda atasoma na geography, history na language English. Hiyo hapo unaweza ukaona hapa naweza nikahifadhi. Nikihifadhi tu tayari masomo yangu ya combination HKL yanaonekana hapa. Kwa hiyo nikienda kwa wanafunzi hawa ambao wamesajiliwa form 5 kama HKL, siwezi kabisa kuingiza nje na masomo haya, mfumo utakataa. Kwa hiyo inakuwa ni safe ili usimpe mtu masomo ambayo hasomi. Ukishasajili combination au mkondo kwenye usajili wa majina yao. Then baada ya hapo bwana, sehemu hii tumemaliza, tunaingia sehemu ya shughuli za shule ambapo tumesema kuna zamu za walimu. Hizi zamu za walimu simply tu unaweka tarehe ngapi zamu inaanza, wiki ngapi unataka zamu zitokee, walimu wangapi kwa wiki, unaandika walimu majina yao, kuwatenganisha unaweka koma na unaweka majukumu yao kwa wiki watasimamia nini, then una generate hapa automatic, zamu zinajipanga zenyewe automatic kabisa. Halafu baada ya hapo kuna kalenda. Kalenda unafanyaje? Unaongeza tukio jipya, tarehe, aina ya tukio, lakini pia jina la tukio na maelezo ya tukio unahifadhi. Hiyo kalenda itasomeka kwenye mfumo wako. Baada ya hapo kuna uchambuzi wa kina. Hapa sasa unapata uchambuzi kwa kila somo, namna performance ilivyofanyika, na unaweza ukaona kwa kila kidato. Sehemu hiyo ni mfumo ambao unachambua mambo mengi sana. Lakini hapa kuna teachers credentials ambapo unaweza ukaja ukabadilisha taarifa za walimu wanazoweza kulog in nazo kwenye mfumo. Lakini sehemu ya setting hasa kuna sehemu hii ya kuweka vichwa vya habari mbalimbali, kuweka logo na maeneo mengine ya kuchukua backup, kusajili uso. Ukisajili uso hapa automatic, kwa mfano unataka usajili uso wako hapa, lakini baada ya hapo na uwezo wa kwenda kuchukua backup kama alivyosema, unagonga tu hapa inajidownload. Unaweza ukaliseti mfumo, lakini pia unaweza ukatuma SMS kwenda kwa wazazi ama email. Naona hapa hiyo SMS ni WhatsApp, kwa WhatsApp inatuma moja kwa moja kwa WhatsApp kama link chapu inakwenda. Sehemu ya signature nimeshaeleza hapa vizuri kabisa. Tuko sehemu hiyo na tuko kwenye recycle bin. Recycle bin inarekodi kila ulichokifuta kwenye mfumo wako. Kama umekifuta accidentally utakikuta hapa na utakuwa na uwezo wa kurejesha kama hivi, na basi utakuwa umesave mfumo wako vizuri kabisa. Na hapo utaona inasawazisha, matokeo ya kusawazisha yanakaa vizuri kabisa. Na baada ya hapo ni about us. Hapa
utaona contact zetu na developer wa mfumo na maelezo mafupi ya mfumo huu kama ilivyo hivi. Kwa hiyo sasa ninakushawishi ununue mfumo wetu huu wa matokeo kwa ajili ya matumizi ya advance na O level. Mfumo unafanya kazi offline na online. Karibu sana MPJ Mifumo, we always love you guys.